Watanzania wenzangu, nazungumza nanyi kwa ujasiri mkubwa katika kipindi ambacho taifa linahitaji wanaume na wanawake majasiri kwa ajili ya kulitetea taifa lao ili lirudi kwenye mikono yao. Ujasiri wangu unatokana na jinsi ambavyo mnatuunga mkono, kwa sababu chama mnachokipenda Chadema kimebeba ajenda na hitaji la wananchi kwa sasa kwa uaminifu mkubwa. Ninawaahidi kabisa, Chadema hii haitawaangusha. Endeleeni kutuamini na endeleeni kutuunga mkono. Tarehe 27 Juni nilipata fursa ya kumsikiliza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, akitoa hotuba ya mwisho ya kuahirisha shughuli za bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chadema kama chama kikuu cha upinzani, kwa niaba ya wananchi, nataka kuzungumza mambo yafuatayo kutoka katika hotuba hiyo ambayo iliyopokelewa kwa hisia zisizo na uchangamfu. Bunge hili la 12 limefanya kazi ya serikali na sio kazi ya kuwawakilisha wananchi na kuisimamia serikali. Hilo halina ubishi. Bunge hili lilikuwa linafanya kazi ya kumsifia rais na kuisifia serikali, ambayo hiyo sio kazi ya bunge kwa mujibu wa ibara ya 64 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano. Rais katika hotuba yake kwa upande mkubwa ni muhtasari wa kile ambacho mawaziri wake wamekuwa wakisema bungeni, kile ambacho yeye alikisema na kuahidi alipopata mamlaka ya nchi hii, yani 4Rs, hajakizungumza wala kukigusia hata kidogo. Kama tunakumbuka, rais alipoingia madarakani alikuja na ajenda za R4. Ya kwanza akiitaja kama reconciliation. Kwa nini rais alisema reconciliation? Kutibu majeraha. Anatambua kwamba kulikuwa na matatizo makubwa huko nyuma kwa uongozi wao, kwa akatuahidi, akawaahidi wa Tanzania kwamba kutakuwa na reconciliation, kutibu majeraha na kuwaleta wananchi pamoja. Resilience, kuwa na uvumilivu kama kiongozi, kuvumilia kukosolewa, kuvumilia kuambiwa usiotaka kusikia, na kuvumilia watu wengine ambao wana mtazamo tofauti na wewe na chama chako. Ya tatu ilikuwa ni reforms, kubadilisha mambo ambayo yameharibika, kubadilisha sheria mbalimbali, kufanya mabadiliko ya sheria na taratibu na katiba. Ndio maana alikuja na neno reforms. Na ya 4 ilikuwa ni rebuild. Lakini tulipomsikiliza rais juzi, hotuba yake haikugusa chochote kuhusu hayo mambo. Rais alikuwa anazungumza sana sana na vyombo vya dola, kutoa maagizo ya vyombo vya dola kwa polisi, kwa majeshi, kwa usalama. Rais hajazungumza na walimu, hajazungumza na wafanyakazi, hajazungumza na wanafunzi. Kwa ujumla, rais hotuba yake haijazungumza na Watanzania, imezungumza na vyombo vya dola, kutoa maelekezo na kuagiza namna vyombo vya dola vinapaswa kushughulika na Watanzania. Sisi kama Chadema tulipomwona rais anazungumza na bunge, alikuwa anazungumzia mambo mazito na makubwa kwa lugha rahisi sana. Jambo la watu kutekwa, ambayo mpaka sasa polisi wanatuhumiwa kuhusika kwenye matukio ya kuteka watu, na mtakumbuka kwamba kuna kesi ya ndugu yetu Mdude Nyagali ambao polisi na vyombo vya dola vinatuhumiwa. Alilizungumza kama ni jambo dogo sana. Watu kutekwa, watu kupotea, familia kubaki na vilio na maumivu. Rais amesema kwamba watu wanapotea. Hakuna namna
yoyote ambayo mtu mzima anaweza kupotea kutoka nyumbani kwake katika mazingira yoyote. Mifugo, ng'ombe na mbuzi ndio wanaweza kupotea. Binadamu hawezi kupotea, kwa sababu binadamu anajua kwake, na hawezi kupotea mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne mpaka wa 10, mpaka watu kwa mamia ambao orodha yao ipo ya watu ambao wametekwa na hawajulikani walipo. Tulitegemea rais alizungumze swala hili kwa lugha nzito na ya ukali, na ikumbuke kwamba rais huyu pia alipotekwa ndugu yetu Ali Kibao alitoa agizo kwamba ndani ya muda mfupi Ali Kibao taarifa zake ziwe wazi na ijulikane ni kina nani waliohusika na vyombo vya dola vichukue hatua. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza, hilo jambo halijawahi kutolewa wazi. Wananchi hawajui, hofu inatanda. Wamepotea wengine, wakina Deusdedit Soka, wakina ndugu yetu Kipanya na wengine wengi chini ya utawala wake. Ni uongo wa wazi ukimsikiliza rais alichokuwa anasema kwamba kuna uhuru wa vyama vya siasa kufanya shughuli zake, lakini ni uongo wa wazi kabisa. Vyama vya siasa, hasa chama chetu, ukiacha vyama vingine vya kwao vya mfukoni ambavyo wanaushirika nao, wanaofanya navyo kazi, chama chetu kimezuiliwa kufanya shughuli zake kinyume cha utaratibu wa sheria, kinyume cha utaratibu wa kikatiba. Rais anapokwenda kusema bungeni kwamba kuna uhuru wa kufanya siasa, wakati huo huo mwenyekiti wetu Tundu Lissu yuko ndani kwa sababu ya kufanya siasa, kwa sababu kesi ya Tundu Lissu ni kesi ya uongo. Hakuna namna mtu anaweza kufanya uhaini peke yake. Ndugu wa Tanzania, mtakumbuka kwamba kwa mujibu wa sheria zetu, ili ufanye uhaini lazima ule njama. Kuna kitu kinaitwa conspiracy, na mtu hawezi kufanya conspiracy peke yake, hawezi kula njama peke yake. Kwa hiyo kitendo cha kumkamata Lissu kwa kumpa kesi kubwa ambayo hakuna mtu mwingine yoyote ambaye yuko naye, inaonyesha kabisa ni kesi ya uongo. Mtakumbuka swala la kina Lembrus Mchome, kesi mbalimbali ambazo chama chetu kinashambuliwa. Hii yote inaonyesha kwamba anachosema rais kwamba kuna uhuru wa vyama kufanya siasa ni uongo. Sasa ofisi ya msajili inatumika pia kuvuruga siasa za nchi yetu, kuvuruga demokrasia. Na mimi natamka mbele yenu kwamba msajili msaidizi Bwana Sisti Nyahoza ni adui namba 1 wa demokrasia katika nchi hii. Hata nilipokwenda kanisani, mimi ambaye nimezaliwa na nimekulia kwenye familia yangu ambayo ni familia ya Kisabato, nimekwenda kanisani, lakini Bwana Sisti Nyahoza ametuandikia barua na kunitishia mimi kwamba nilipoenda kanisani nimefanya siasa. Mtakumbuka kwamba hata wakati wa ukoloni, hata wakati wa makaburu, walipozuia vyama kama ANC kufanya siasa, walipovifuta vile vyama, lakini watu walipokwenda kwenye makanisa, walipokwenda kwenye misiba, walipokwenda kwenye harusi, serikali ya kikaburu na serikali ya wazungu hazikuwafuata kule kuwatishia na kuambia nini cha kufanya kwenye makanisa na kwenye misikiti na kwenye misiba. Rais amezungumza kuhusu kazi ya bunge ya kutunga sheria, na hapa specifically alizungumza kuhusu sheria ya uchaguzi, sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambayo ni sheria namba 2 ambayo ni hii hapa ambayo nitaizungumzia. Kwa bahati mbaya sana, sisi kama Chadema tulipeleka marekebisho 38 kwenye maeneo mbalimbali ya sheria na kanuni, tukitaka yawe sehemu ya sheria mpya na kanuni za uchaguzi. Lakini kwa sababu ya kiburi cha viongozi walioko madarakani hayakuzingatiwa. Lakini wametoka na hii sheria namba 2 ambayo wamekuwa wakiitumia kama propaganda ya kuwaambia ninyi wa Tanzania
kwamba kuna sheria mpya ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, lakini kuna sheria mpya ya uchaguzi.